Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 4. Tulikuwa tuwe hapa juzi, lakini kwa sababu ya dharura iliyotokea hizi siku mbili hatukufanikiwa kukutana. Kwa tutaanzia pale tulipokuwa tumeishia kwa mara ya mwisho. Bwana wetu Yesu asifiwe. Naomba nianze kusoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa mwisho ambao ni mstari wa 14. Biblia inasema, na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili, akaniamsha kama mtu amshwavyo katika usingizi wake. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona natazama kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuri juu yake na taa zake 7 juu yake. Tena iko mirija 7 ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake, na mizeituni 2 karibu yake, mmoja upande wa kuume wa lile bakuli na mmoja upande wake wa kushoto. Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, e Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akajibu akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la Bwana wangu. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ni nani ewe mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare, naye atalileta jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigeregere vya neema ilikalie. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mikono yake Zerubabeli imeweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayoimaliza, nawe utajua kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi, nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabeli. Na hizi 7 ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huko na huko duniani mote. Ndipo nikajibu nikamwambia, ni nini mizeituni hii 2 iliyo upande wa kuume wa kinara cha taa kile na upande wake wa kushoto? Nami nikajibu mara ya pili nikamuuliza, ni nini maana ya haya matawi 2 ya mizeituni, ambayo kwa njia yake ile mifereji 2 ya dhahabu hutoa mafuta yao? Akajibu akasema, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la Bwana wangu. Ndipo akasema, hivi ni hao wana 2 wa mafuta wasimamao karibu na Bwana wa dunia yote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Juzi ile Ijumaa tulipokuwa tukizungumza, nilikwambia habari ya Zerubabeli, habari ya Yoshua, wakati wametoka Babeli wanalijenga hekalu. Wakati wanajenga hekalu, wakati huo Zerubabeli wa kabila ya Yuda, akiwa ndiye liwali anayemwakilisha mfalme wa huko walikotoka Wajemi, maana hapo kwao ni koloni la kule, alisimamia mradi ule wa ujenzi wa hekalu, ambalo miaka zaidi ya 70 kabla ilikuwa imevunjwa na mfalme wa Babeli Nebukadreza. Na Yoshua alikuwa ni Mlawi na ni wa nyumba ya kikuhani, na Yoshua alikuwa ndiye kuhani mkuu kwa wakati huo. Sio Yoshua mwana wa Nuni, maana kwenye Biblia kusema Yoshua tu watu wanaenda moja kwa moja Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yoshua mwana wa Shealtieli, ambaye wakati ule wa kutoka kwenye uhamisho wa Babeli yeye ndiye alikuwa kuhani mkuu. Na sasa watu hawa 2, lakini Ezra pia alikuwepo, japokuwa nabii hizi
hazimtaji moja kwa moja, lakini Ezra alikuwa ni kiongozi tuseme wa ile safari nzima ya kutoka uhamishoni. Yeye ndiye alikuwa tuseme ndio kama mkuu wa msafara wakati safari nzima kutoka uhamishoni inafanyika. Walikuwa nakuja makundi, lakini alikuwa ndio kama kiongozi mkubwa wa zile safari, alikuwa anaitwa Ezra. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa katika ujenzi wa nyumba ya Bwana kama nilivyosema juzi, watu wametoka uhamishoni, kulikuwa na mambo mengi hapo. Kwa watu wakati huo wanajenga nyumba za kwao, wakati huo pia wanajenga na nyumba ya Bwana. Watu wakaelekeza nguvu nyingi kwenye kujenga kwao na kutengeneza kwao, halafu nyumba ya Bwana ikaachwa. Ndipo akatoa nabii Hagai akasema, je, huu ni wakati wa kukaa kwa nyumba zenu zenye mapambo, wakati nyumba ya Bwana inakaa katika hali ya kuharibika? Akawaambia, hii imesababisha hamfanikiwi tena, kwa sababu mnapanda vingi, mnavuna kidogo. Mnapovileta mnavipeperusha, mnafanya kazi, mnapata mishahara, mnaitia kwenye mifuko iliyotoboka, mnakula chakula hamshibi, mnajifunika lakini hakuna pataye joto. Ni kwa sababu ya nyumba ya Bwana ambayo mmeiacha katika hali ya kuharibika. Akawaambia, pandeni mlimani, mkailete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia. Kwenye sura ya pili ambayo hasa ndio tutumia Ijumaa, anaeleza jinsi ambavyo akishaijenga. Wakati huo, wakati ule unabii wa sura ya pili unatolewa, walikuwa wameshajenga msingi tayari. Baada ya wito ule wa kwanza wa kujenga walishaitika, sasa wamejenga, msingi umeshakuwepo. Lakini pia kwenye Ezra tulisoma sura ya 3 jinsi ambavyo walikusanyika kwa ajili ya kuona ule msingi, ili kwamba upate kumshukuru Bwana kwa ajili ya msingi wa nyumba ya Bwana ambao wamefanikiwa kujenga. Lakini wale wa zamani walilia kwa sababu walikuwa wanajua uzuri wa ile nyumba iliyovunjwa. Wale wapya ambao hawakuona ile nyumba ya kwanza wakashangilia sana, kwa sababu angalau wanaona msingi wa nyumba ya Bwana imeanza kujengwa. Kwa kelele zikawa nyingi sana, wanaofurahi na wanaolia zikachanganyikana, hakuna anaweza kutofautisha kelele za kilio na kelele za vigeregere. Kwa hiyo msingi huo ndio umesemewa katika Hagai sura ya pili. Ndio umesemewa katika Hagai sura ya pili. Mungu akisema kwa kinywa cha Hagai ya kwamba ni nani amesalia aliona ile nyumba ya kwanza? Je, mbele zenu huu msingi si kama si kitu? Lakini akasema, msiogope, kama vile lile neno ambalo niliwaambia nilipowatoa Misri lilivyo pamoja na ninyi, na yule roho niliwapa jinsi alivyo pamoja na ninyi, basi msiogope, kwa sababu nyumba hii itakuja kwa tukufu, na utukufu wake utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa ile nyumba ya kwanza. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na tulipokuwa tukiomba, Mungu alituambia neno, akasema moja ya mambo yametufanya hatupigi hatua katika mambo ya kimungu, ndani mwetu shetani ametujengea tumia neno kujidharau. Kuna kujidharau. Chochote unachotaka kufanya unaona kama watu hawatakikubali, unaona kama watu kama kitakuwa hakina nguvu ukilinganisha na unachofanya fulani. Unakaa huna unachofanya kwenye ujenzi wa nyumba ya Bwana, kwa maana kwamba kwenye namna ambavyo tunamtumikia Mungu kulijenga kanisa. Haleluya. Kujidharau ni kwingi, na kudhani wengine wanakuzidi ni kwingi. Unakaa huna hatua unafanya na huna chochote unafanya kwenye nyumba ya Bwana kwa sababu kujidharau. Kwa Mungu alituambia tusijidharau. Haleluya. Anza unavyoweza, anza unachoweza kufanya. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa msingi huu ndio pia unaoongelewa. Ukisoma Hagai, ukasoma Ezra, ukasoma Zekaria, usifikiri misingi miwili tofauti na nyumba tatu tofauti zinajengwa. Ni msingi huo ndio unaongelewa hapa katika kile kitabu cha Zakaria tulichosoma sasa hivi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu alituma manabii kwa namna kwa pamoja. Alimtuma
Hagai kwa jambo lile lile, akamtuma pia Zakaria kwa jambo lile lile, kuwatia watu na kuwahimiza kujenga. Hagai anaongea na Zakaria anaongea, lakini viongozi wale pia waliokuwepo, Ezra na wale viongozi wengine, Zerubabeli pamoja na Joshua, nao pia walikuwa wanasimamia watu na kuwahimiza pia na kuwatia moyo kujenga. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo katika kitabu cha Zakaria hapa kwenye sura ya 4, ukipenda kuelewa hizo story ni vizuri unaanzia sura ya kwanza alafu nakuja mpaka kufika sura ya 4. Baadaye kwa muda wako usome sura ya kwanza, usome ya pili, usome ya tatu, usome ya 4. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sura ya 4 anaongelea maono. Zekaria anaona kitu ambacho ukiamua kutaka kuchora unaweza kukichora. Ukisoma vizuri ukaelewa, unaweza tukachora mchoro wa kile kitu alichokuwa nakiona. Akaona kinara cha taa. Kile kinara cha taa kina taa zake zote 7. Kulikuwa na kinara cha, ukisema kinara cha taa, ukienda kwenye kitabu cha Kutoka unakiona vizuri, kwa sababu Musa alipokuwa anaelezwa namna kujenga nyumba ya Bwana, miongoni mwa mambo kadha wa kadha, mahali panaitwa patakatifu palitakiwa kuwepo na kitu kinaitwa kinara cha taa. Haleluya. Taa zile zinawashwa na makuhani katika nyumba ya Bwana. Kile kinara cha taa kilikuwa na vichwa 7, maana yake taa 7. Ni kinara kimoja lakini kina matawi 7 na kila tawi ni taa moja. Na ilikuwa inakaa kwenye nyumba ya Bwana, mahali patakatifu. Haleluya. Ndio mfano alichokiona. Sasa akakiona kinara cha taa Zekaria, lakini juu ya ile ya zile taa zenyewe kuna bakuli. Akaona bakuli kwa juu, halafu lile bakuli ina mirija ambayo inatoka kwenye bakuli inaenda pale kwenye kinara cha taa, kwa kila tawi la taa, kwa kila tawi moja moja, kwa kila taa moja ina mrija unaoiletea mafuta kutokea kwenye lile bakuli lililoko pale juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila taa moja ina mrija wake. Kila taa moja imeunganishwa na mrija kutoka kwenye lile bakuli. Na ni vizuri. Lakini pia lile bakuli na lenyewe limeungana na mizeituni miwili, matawi ya mizeituni miwili. Kuna mzeituni upande wa kushoto, kuna mzeituni pia upande wa kulia. Ile mizeituni shughuli yake ni kuhakikisha kwamba mafuta yanotoka kwenye mizeituni yanaingia kwenye ile bakuli. Ile bakuli inapata mafuta kutoka kwenye ile mizeituni. Mmoja huko upande huu, mwingine upande huu wa kulia, wa kushoto, na inaleta mafuta kwenye bakuli. Bakuli linatoa mafuta, lina mirija, inapeleka pale moja kwa moja kwenye umeshatutolea mtu wa Mungu. Asante sana. Hizi kompyuta zina mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona sasa nilikuwa najaribu kueleza kitu ambacho tayari wataalamu washakitengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mizeituni ile upande huu na upande huu. Kwa bakuli linapata mafuta. Na ile bakuli na supply mafuta kwenye taa. Jina la Yesu libarikiwe. Halafu kuna macho 7. Hayo macho 7 ni vigumu kuyachora, yalikuwa located wapi? Haleluya. Ngoja nitazame vizuri hapa.
Yale macho nimesoma mstari wangapi? Imani macho nisema yalikuwa mstari wangapi? Macho ya Bwana. Mstari wa 10. Maana ni nani alidharau siku ya mambo madogo, kwa kuwa watafurahi, nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizi 7 ni macho 7 yapiga mbio huko na huku duniani mote. Ni macho ya Bwana. Nadhani maanisha zile taa 7. Zile taa 7 ni macho ya Bwana. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe. Haleluya, haleluya. Nitaka tupite ndani ya hii mistari ili kuona kinachozungumziwa. Asante. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa picha nzima kama ambavyo ulikuwa unaiangalia pale kwenye screen, ili picha yote, Zakaria akaulizwa na yule malaika aliyemwamsha usingizini. Akamwambia Zakaria, vitu hivi ni nini? Haleluya. Mstari wa 4. Nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Zakaria ndiye aliyeuliza, sio malaika. Zakaria akamuuliza malaika, vitu hivi ulivyonionyesha ni nini? Zakaria kajibu, malaika kajibu, vitu hivi ulivyoona kwa pamoja, ile picha yote kama mlivyokuwa mnaiangalia, vyote kwa pamoja ni neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Yaani ile picha yote kwa pamoja ni neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema si kwa nguvu wala si kwa uwezo, lakini kwa roho ya Mungu, asema Bwana. Sasa ukiungamanisha na Hagai, anasema kama vile lile neno nilowaambia mkitoka Misri hivyo pamoja na ninyi, na ile roho yangu iko pamoja na ninyi. Sasa ukisoma hapo ukasoma hapa, unaona ujumbe ni mmoja. Haleluya. Kwa Hagai Mungu anawaambia watu wale wale, kama ambavyo, tena mwambia Zerubabeli na Yoshua, kama ambavyo lile neno nilowaambia nikiwa na watoa Misri lilivyo pamoja nanyi, na yule roho wangu alivyo pamoja na ninyi, msiogope. Haleluya. Akiwa anazungumza habari ya kujenga, akasema msiogope. Mwishoni alimalizia akisema, nyumba hii mtaijenga, utukufu wake utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa nyumba ya kwanza. Na akasema ni hivi, kwa nini anasema msiogope? Kwa sababu muda mwingine bado kitambo nitatikisa dunia, nitatikisa na mbingu na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa, akimaanisha utajiri wa vitu, fedha, vitakuja kwenu, kwa sababu fedha ni mali yangu na dhahabu pia ni mali yangu. Hayo ni maneno anasema kwa Hagai, na Hagai anawaambia wajenzi wale, fedha ni yangu na dhahabu ni yangu, msiogope.
utukufu wa hii nyumba utakuwa mkubwa kuliko utukufu wake wa kwanza. Haleluya. Hapa anamwambia Zekaria, anasema hivyo ulivyoona hiyo taa na vinavyoizunguka, bakuli, mifereji ya mafuta, mizeituni, vyote kwa pamoja ni neno la Bwana kwa Zerubabeli. Vile vitu 7 au vile vinara 7 au hiyo jumla imetaja 7, maana mirija 7, vinara 7. Haleluya. Ni macho ya Mungu, taa 7 ni macho ya Mungu wa dunia yote yanayoenda huku na huku duniani mote. Haleluya. Na anasema hivi, kwa sababu si kwa uweza bali wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana. Akasema tena, nani ewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Zerubabeli ndiye alikuwa anasimamia mradi mzima wa ujenzi. Utakuwa nchi tambarare. Maana yake kile unachoona ni kigumu hakitakuwa kigumu tena. Hakitakuwa kigumu kwa sababu gani? Kwa sababu kutakuja jiwe la kuwekwa juu kabisa. Juu kabisa, jiwe. Haleluya. Danieli anaona sanamu. Wale mnasomaga Biblia, unajua kuna wengine wasomaga Biblia, yaani siku pekee anasikia chochote kutoka kwenye Biblia ni siku amekuja kanisani, tukafungua mstari kama hivi, tukasoma. Ndio hiyo siku na yeye anasikia kitu kinachotoka kwenye. Usifikiri na tania, kuna watu wasomaga Biblia kabisa. Kuna watu wasomi Biblia kabisa. Yaani anajua Biblia ipo na kuna mistari kwenye Biblia. Siku mhubiri amesema fungua Yohana sura ya 3 mstari wa 10, Biblia ipo na Yohana. Hawasomaji Biblia. Jenga mazoea ya kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale mnaosoma Biblia, katika moja ya maono waliwahi kuona Danieli, aliona sanamu kubwa sana. Ile sanamu ilikuwa kubwa. Lakini baadaye akaona kuna jiwe lisilofanywa kwa mikono ya mwanadamu likatoka juu, likaipiga ile sanamu, kasambaratika. Baadaye ile jiwe likakua, likaijaza dunia yote. Ile jiwe likawa kubwa sana, likaijaza dunia yote. Katika muktadha ule, lile jiwe anataja Yesu. Haleluya. Yesu ndiye anapiga kila kitu cha mfumo wa dunia na cha shetani, ambapo ndio ile sanamu. Halafu yeye anajaza dunia yote. Haleluya. Anazungumza utawala wa Yesu. Utawala wa wanadamu na koma, halafu nakuja utawala wa Yesu, ukitawala dunia yote. Utawala wa wanadamu unakoma, ndicho Danieli alichoona. Halafu nakuja utawala wa Yesu akitawala dunia yote. Zerubabeli Zekaria anaambiwa tafsiri ya yale maono ya kile kitu tulichochora, alichotuchorea mtaalamu hapo. Anaenda kufafanua kwa nini ni kwa roho ya Bwana. Kwa sababu kutakuja jiwe. Jiwe amesema la kuwekwa. Jiwe hilo litakuwa linaambatana na vigeregere. Vigeregere vinasema neema, 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 neema. Unafikiri hiyo jiwe ni nani? Neema ilikuja katika Yesu Kristo. Haleluya. Jiwe linakuja na vigeregere.
vinasema neema, 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 neema. Mungu akiwa anajaribu kumwambia Zekaria awaambie watu, hatutajenga kwa sababu tuna nguvu za kujenga. Tutajenga kwa sababu Mungu atatuletea neema kubwa ya uwezesho. Yaliyokuwa yangetushinda hayatatushinda kwa sababu ya nguvu ya neema. Yaliyokuwa mlima kama mlima yatakuwa tambarare. Milima itapigwa, itasawazisha, itakuwa tambarare kwa nguvu ya neema. Mungu atatuambatanisha na neema ambayo hakuna kitu kigumu kitasimama mbele yake. Neema itakuwa ni kubwa kiwango kwamba hakuna ugumu utasimama uzuie kile anachokijenga Mungu. Kula aliwaambia, nitaleta kila kinachotamaniwa na mataifa, kitakuja kwenu. Kwa Hagai hapa anasema nitaleta neema. Jina la Yesu libarikiwe. Nitaleta jiwe na vigeregere vya neema. Haleluya. Kwa Mungu anapotuita kujenga, maana ujumbe nao ongelea ni ule kwamba tupokee ujenzi huu kama wito. Ndio bado niko pale sijahama. Hili jambo la kujenga kila mtu aliweke moyoni mwake kama wito. Ukiweka moyoni mwako kama wito, halitakuwa gumu, kwa sababu neema ya kufanya iwe vyepesi itakuwa pamoja na wewe. Unachohitaji ni utayari. Ukishakuwa tayari, neema ya kuweza itakuwa pamoja nao. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa likiwa tayari, likamwambia Mungu tuko tayari, kama tulivyofanya siku ile. Siku ile tulimwambia Mungu tuko tayari. Tulienda mbele za Mungu tukaomba, na wengine walilia na wengine walijazwa nguvu, tukimwambia Mungu tuko tayari. Ushasema uko tayari na ukamaanisha, neema inakuwa pamoja na wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Mimi tukisema hayo mimi naelewaka kuliko wengine. Mimi na mke wangu tunaelewa. Wakati tunaacha kazi sisi kuingia kwenye huduma, tulikuwa maskini sana, kwa sababu tulikuwa ndo tumemaliza kuajiriwa, hatujakaa miaka. Mimi nilifanya kazi miaka 3 tu. Na mimi sikuwa mtoto wa tajiri. Unajua kuna kuanza kazi miaka huwezi kuilinganisha. Aliyetoka nyumbani kwenda kufanya kazi, wamempa friji, wamempa godoro, wamempa kitanda, wamempa nini. Huyu simlinganishe na mtoto ambaye anaenda kufanya kazi, baada ya mwezi mmoja wakishajua wamepata mshahara, mwandikia barua, mdogo wako umeelewa vizuri. Mazingira hayo hayafanani. Sisi tulikuwa wa hivyo. Yaani ukisoma ukapata kazi, watu wanaona ukombozi umepatikana. Siku hizi wanaenda kuanza kazi, tunawasapoti kwa kila. Sasa lakini kuna familia zingine hata sasa, sio zamani. Akipata kazi tu watu wote wanasema ukombozi umefanyaje? Ndio sisi sasa. Sasa ukiwa ni aina ya mtu umefanya kazi, watu wanaona ukombozi umepatikana, halafu umefanya kazi miaka 3, una nini? Bado hujawa na kitu. Bado hujawa na kitu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo tulipoanza hatukufanya kazi siku nyingi, miaka 3, na baadaye tukaenda kuongeza elimu miaka mingine 2, na Mungu akatuambia basi imetosha. Acheni mambo haya, nendeni mkanitumikie. Kwa hiyo tulikuwa maskini. Tulikuwa maskini kabisa. Tulikuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa maskini. Na tulienda kwa imani. Kaingia kwenye huduma, tukafungua kanisa kwenye mji wa Tanga. Na usio mji mwepesi. Haleluya. Lakini tangu hiyo siku tulifanya maamuzi mpaka leo.
hatujawahi kukosa mavazi, hatujawahi kukosa chakula. Sisi zile story kwamba watu wakiwa wanaanza huduma kuna nyakati wanalaga njaa, hatukukutana nazo. Tulikula siku zote na tulivaa siku zote. Tena Tanga tulikula vizuri zaidi. Tulikuwa hata miaka yetu ya Mwanza. Kwanza tulikuta kanisa lipo. Kule hatukukuta kanisa, tulianzisha kanisa. Mungu alituinulia watu ambao hatuwachungi, wanasali madhehebu mengine. Walikuwa wanatuletea vyakula, mchere, nyama, nini. Kwa tunakula vizuri. Ikiwa sikukuu vilikuwa vinakutana. Kingine kimetoka TAG, kingine kimetoka KKT, nyama, kuku, wa friji ametoka KKT, mwingine ametoka Mwanza kidogo kuna nyakati tulikosokoso. Hatukulala na njaa lakini tulikosokoso. Miaka ya mwanzoni pale humu Mwanza kuna nyakati za tulikutana nazo za kukosokoso kulala njaa. Ila hatukulala njaa hata hivyo. Haleluya. Sasa nimetoa mfano huo, nikupe mfano unaoshikika wa hilo neno Mungu anaposema neema yangu itakuwa pamoja na wewe. Mungu anaposema neema yangu itakuwa pamoja na wewe, si swala la jitihada zako tena wala akili yako. Mungu anakuwepo kukusaidia kwa kila hatua. Kwa kila hatua. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini upande wa pili pia, kama ambavyo mtu yote akiwa kwenye huduma anapata majaribu, sisi pia kwenye huduma tumekutana na majaribu mengi. Haleluya. Mengine magumu kabisa. Lakini hakuna hata moja ambayo hatukuona Mungu akitupa wepesi. Tunachomokea mahali hata sisi wenyewe tukigeuka hivi hapa napo tumechomoka. Sasa ni Bwana. Tumechomoka kimuujiza. Ametuvusha mambo mengi mazito makubwa. Mengine magumu sana. Ndicho kinachoitwa neema. Mungu akisema neema yangu itakuwa pamoja na nyinyi, amini tu. Wewe amini tu. Kama unataka kuchukua hatua, chukua tu hatua, wala usiogope. Wengi wetu shida yetu tunapenda kuona. Paulo aliambiwa, alikuwa na kitu hajakitaja ni kitu gani, kinaitwa mwiba. Hajawahi kutuambia huo mwiba ulikuwa nini. Na wana theolojia kila mtu anabahatisha mwiba wa Paulo ulikuwa hiki, mwingine kwa sababu alikuwa hana mke, mwingine si nini. Mwiba kila mtu anautafuta. Lakini alisema alikuwa na mwiba. Na akamsihi Mungu mara 3 amondolee ule mwiba. Kwani Mungu aliondoa? Alimwambia nimeuondoa. Alimwambia tu neema yangu ya kutosha. Na Paulo amefanya kazi kubwa na mwiba wake. Haleluya. Lakini neema imemsaidia kushinda makali ya ule mwiba na hayakufanikiwa kuathiri utumishi wake. Utumishi wake ukawa nguvu na wenye matunda, na mwiba upo na hauna madhara. Neema inatosha. Kamwambia neema yangu ya kutosha, kwa sababu uweza wangu unatimilika katika udhaifu. Bwana Yesu Kristo basi akakubali, kaishi, akatumika, kafanya kazi kubwa, kafikia mataifa mengi, kaandika nyaraka nyingi, katenda miujiza mingi, kaleta maelfu kwa Kristo kama sio mamilioni. Haleluya. Neema hiyo ndio neema, ndivyo neema inavyofanya kazi. Ukikosa imani utakosa na neema pia ya kukusaidia. Narudia hilo. Ukikosa imani utataka uenende kwa kuona.
Na ukitaka wanende kwa kuona, utakosa neema ya kukusaidia. Hautapata neema ya kukusaidia kama huwezi kumwamini Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ujenzi ulikuwa mgumu sana, mgumu kiasi kwamba watu walihitaji maneno ya Mungu yaje kuatia moyo. Watu hawako tayari kujenga ili watoe angalau mawe wakajenge msingi mpaka unabii utoke kwanza. Haleluya. Msingi na ukagoma ili wajenge angalau waanze kupandisha unabii mpaka utoke kwanza. Watu wakawa hukumu kujenga. Mungu akamtumia msimamizi wa ujenzi. Zerubabeli alikuwa mkuu wa ule mradi wa ujenzi. Akamwambia Zerubabeli, usiogope. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Akasema, ni nani wewe, mlima mkubwa? Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambalale, kwa kuwa Mungu ataleta lile jiwe kubwa la kuwekwa, na lile jiwe litakuja likiwa na vigeregere vinavyoimba neema, 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 neema. Haleluya, vigeregere vya neema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Akasema tena, neno la Bwana likanijia kusema, mikono ya Zerubabeli imeiweka misingi ya nyumba hii. Ukisikia msingi, ni ule msingi tulisoma juzi Hagai, na ndio msingi huo tulisoma kwenye Ezra juzi ile. Ndio msingi huu unaongelewa hapa. Msingi umewekwa, lakini kuendelea ujenzi ni kama unataka kuleta shida tena kuendelea. Neno la Bwana likaja kuatia moyo. Wanakata tamaa wengine, kama tuliosoma juzi, walianza kulia, msingi sasa tutafanyaje? Hivi kweli itakujitokea nyumba yoyote nzuri? Na kadhalika na kadhalika. Watu wamevunjika moyo kwa sababu kwanza wanaona ni kama ni bure, ni kitu kisichokuwa. Haleluya. Hata nguvu ya kujenga hawana, kwa sababu wanaona udhaifu mkubwa wakilinganisha na ile ya kwanza. Haleluya. Akasema, kwa kuwa mikono ya Zerubabeli imefanikiwa kuweka misingi ya hii nyumba, mikono hiyo hiyo ya Zerubabeli itaimalizia hii nyumba, itaijenga na itaisha, nanyi mtajua kwamba Bwana amenituma. Mikono ya Zerubabeli itajenga hii nyumba na itaisha, na kwa njia hiyo mtajua kwamba Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Kwa hiyo kaendelea kuambia neno lile lile ambalo aliwaambia katika Hagai. Katika Hagai juzi tulisoma, aliwaambia, ninyi mliona ile ya kwanza, mkiona msingi huu mnaona kama si kitu. Na hapa anatumia neno hilo hilo, lakini kwa lugha nyingine anasema, ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Hili neno ni moja, ni lile lile analosema, mlioona nyumba ya kwanza, si mnaona msingi huu kama si kitu? Haleluya. Anasema hivyo kwa kinywa cha Hagai. Anarudi anasema neno hilo hilo kwa kinywa cha Zakaria. Anasema, ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Don't despise the small beginning. Usidharau mwanzo mdogo. Narudia tena, usidharau mwanzo mdogo. Anza na mwanzo mdogo, lakini anza. Usikae huna kitu nafanya. Tuna Roho Mtakatifu anapoliita kanisa kujenga yaliyobomoka. Usikae bila kuanza kujenga, na usidharau mambo madogo. Usidharau mwanzo mdogo. Usidharau mwanzo mdogo. Anza. Uite mwanzo mdogo, lakini anza. Watu waseme ni mwanzo mdogo, anza. Usidharau mwanzo mdogo. Kama unahubiri, anza kuhubiri. Usidharau mwanzo mdogo. Huna speaker, huna hubiri tu. Usidharau mwanzo mdogo. Unaomba, unaona kama anga halipenyeki,
Omba, usidharau mwanzo mdogo. Anza hivyo hivyo. Omba. Jina la Yesu libarikiwe. Huna cha kutoa, unaona unachotoa ni kidogo, kitoe. Usidharau mwanzo mdogo. Kuna siku utatoa kikubwa. Lakini anza kutoa kidogo. Kitoe tu, usikiite kidogo. Kitoe, kwa sababu kitoe hicho kidogo, kuna mwaka fulani utakuja utatoa kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mimi wakati naanza kuchunga, mara kwa mara nilikuwa nawaambia, mimi kuna mwaka nitakuwa tajiri kuliko ninyi nyote. Haleluya. Waulize kina wangapi tulikuwa wote majukani? Wale tulikuwa au wale. Nakumbuka, kama mnakumbuka nilikuwa nasema hilo neno. Kuna wakati nilikuwa nawaambia mimi kuna siku nitakuwa tajiri kuliko ninyi. Mimi nilikuwa wakati mwingine natembea kwa miguu kwenda kanisani, sina nauli 150 ya kupanda daradara. Lakini ya kutoa ninayo, na siwezi kuacha kutoa 90. Haleluya. Kiwa na mchango wa kanisa natoa. Mwaka ule tulinunua kiwanja Isamilo. Siku hizo nilikuwa na changa kile kidogo nachopata. Lakini ukija kuniangalia sio kama natoa kutoka mahali na hela. Kuna wakati natembea kwa miguu kwa sina ya daradara. Nina imani kwamba kupitia huku kutoa kidogo, kuna siku Mungu atanipa kutoa kikubwa. Nilikuwa na kitoa hicho kidogo kwa uaminifu. Tupoanza kutengeneza bajeti ya kujenga baada ya kununua kiwanja, watu wanatoa ahadi. Mimi nikamwambia mke wangu, sisi hatuna ahadi za kutoa. Hela tunayopata kwa mwezi ndio hiyo. Kwa hiyo tunaanza ujenzi. Kwa tunapata hapakuwa na utaratibu wa sasa hivi tulionao. Tunapewa posho mwisho wa mwezi. Nilikuwa na 100,000. Nikamwambia mke wangu, 100,000 sisi tunatoa kuliko wote. Kama nilikuwa na mhubiri juzi alitoa senti 2, lakini ametoa kuliko wote. Maana sisi tunatoa yote. Kanisa kwa mara ya kwanza kwenye utumishi wetu wa huduma wa kuwa wachungaji, tunataka sasa na sisi tujenge kanisa. Maana kule Tanga tuliabudia darasani, hapa tunaabudia ukumbini. Kwa mara ya kwanza mimi kuwa mchungaji, tunaongelea masuala ya kujenga. Sasa nalaza damu. Siwezi. Kwangu mimi ni jambo kubwa kwamba natoka kwenye kuabudia maeneo ya watu, tunapandisha imani na kutengeneza kwetu, tuabudie kwetu. Siwezi kufanya mchezo. Na mimi cha kutoa ndio hicho, sina kingine. Nikamwambia mke wangu, hii tuitoe yote. Yote. Haleluya. Tulikuwa na binti anatusaidia mambo ya kuangalia watoto na mambo mengine ya nyumbani. Ndio pekee nadhani tutoa hela yake. Kampa. Iliyobaki tukaipeleka kwenye ujenzi wa kanisa, na tunajua hatuna nyingine tunaitarajia mpaka mwezi ufike mwisho. Haleluya. Kwa hiyo mimi nikiwa nasema nitawazidi utajiri, siongei kwa maneno ya hewani. Najua kwa nini naongea hivyo. Najua nawazidi kutoa. Wote waliotoa, hakuna aliyetoa mshahara wake wote. Ingawa kwa hesabu ya hela kuna waliotoa kuliko 100,000 ya kwangu, lakini na hakika hakuna aliyetoa mshahara wake wote. Kwa nazungumza maneno ya kiimani, nasema mimi kuna siku nitatajirika, nitawazidi ninyi nyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tangu wakati ule mpaka leo napambana kila kukiwa kuwa na fursa yoyote ya utoaji.
iwe ya ibada ya kanisani ya Jumapili au ya katikati, iwe natamani Mungu anisaidie nitoe kuliko alichotoa mwingine yeyote. Ingawa sijui kama nafanikiwaga, maana hakuna nienda kusoma nani katoa ngapi, ila naamini inawezekana. Inawezekana na wazidi. Siwezi kusema na wazidi kwa sababu hatuendagi lakini kwa sababu mimi niko jikoni, si mwisho wa siku hesabu ya jumla iliyotoka naijua. Yaani watu wote kama tulikusanyika 400, mwisho naona tumetoa ngapi. Nikipiga ile niliyotoa alafu nikaangalia asilimia, najikuta kama kwa asilimia nimewazidi wengi, kama sio wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipiga kilichotoka ulichotoa halafu kaangalia na jumla ya watu na hicho kilichopatikana, unaona kama ukiwajumuisha wote asilimia yao, ukigawanya kwa idadi yao, unaweza kuwa umewazidi wengi, kama sio wote. Jina la Yesu libarikiwe. Sisemi maneno haya ili kwamba nijionyeshe hivyo, sio maana yangu. Nataka kusema hivi, ukiwa unataka itokee siku utatoa kikubwa, kuwa mwaminifu kwanza kutoa kidogo. Ile roho ya sina utamaliza maisha yote mpaka utaenda mbinguni, hujafanikiwa kutoa kikubwa. Mmenielewa? Ile roho inayosema sina kila wakati, utazeeka mpaka utaenda mbinguni, hujafanikiwa kutoa kikubwa. Kwa sababu hutatoa kikubwa kama huwezi kutoa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kasema usidharau siku ya mambo madogo, kwa kuwa utaiona timazi katika mikono ya Zerubabeli. Timazi ni kile kitu wanachopimia, mafundi ujenzi wanakiita kabiro siku hizi. Haleluya. Na kachuma fulani hivi wanakaning'iza kwenye kamba, wakiwa wanapandisha ukuta wanakaweka kale, kana waonyesha ukuta umepinda au umenyoka. Haleluya. Kale kanaitwa timazi kwa Kiswahili kile cha wakati wa Biblia. Kiswahili cha siku hizi kanaitwa kabiro. Haleluya. Kale ndio kananyosha ukuta. Mungu anamwambia ukuta utapanda, na atakayekuwa ameshikilia timazi ni Zerubabeli. Haleluya. Unaweza kuweka jina lako, wewe si ndo mjenzi? Weka jina lako. Wakiweka Zerubabeli, weka ya kwako. Utajenga kwa jina la Yesu. Utajenga palipoharibika kwa jina la Yesu. Utajenga palipobomoka kwa jina la Yesu. Aliyoharibu shetani utayajenga kwa jina la Yesu. Yaliyoharibiwa na dunia kwenye kanisa la Mungu utayajenga kwa jina la Yesu Kristo. Kabiro itakuwa mkononi mwako. Kabiro itakuwa mikononi mwako. Timazi itakuwa mikononi mwako. Utayajenga ambao shetani ameyabomoa kwa jina la Yesu Kristo. Maadamu kubali kujenga. Kubali kujenga katika jina la Yesu. Utayajenga yaliyobomoka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema, akaenda kuuliza ni nini hii mizeituni miwili iliyo upande wa kuume wa kinara na kushoto? Huyu ni malaika. Huyu ni Zekaria anauliza. Tena akauliza mara pili, na haya matawi mizeituni ndio nini? Ambao kupitia matawi hayo kuna mifereji miwili ya mafuta ambayo inatoa mafuta. Akaambia hayo yote unayoona, hiyo mizeituni miwili na hiyo mifereji, matawi mizeituni mawili upande huu na upande huu, ni wale wana wawili wa mafuta. Akimaanisha Yoshua kwa mafuta ya kikuhani. Mafuta yaliwakilisha Roho Mtakatifu. Anaposema si kwa uwezo bali kwa nguvu, si kwa uwezo wala kwa nguvu bali kwa Roho yangu. Halafu anaonyesha kitu kinachoongelea mafuta kutoka kwenye bakuri na mafuta yale yanatoka kwenye ile mizeituni. Anaongelea
wana wa mafuta, kwamba kwa sababu ya mafuta waliopakwa. Zerubabeli alikuwa amepakwa mafuta ya kifalme kwa sababu alikuwa ndio mfalme wa Israeli, kama ufalme ungekuwa upo. Bahati mbaya wakati ulikuwa ni koroni. Kwa Waajemi walimpa kuwa liwali, lakini kama nchi ingekuwa ni nchi huru muda huo, alipaswa kuwa ndio mfalme wa Israeli kwa sababu ni mtu wa nyumba ya Daudi. Haleluya. Anaitwa mwana wa mafuta kwa mafuta ya kifalme yaliyoko juu yake. Halafu Yoshua anaitwa mwana wa mafuta kwa mafuta ya kikuhani yaliyoko juu yake. Kwa ujenzi ule unajengwa, upande mmoja kunatirika mafuta ya kifalme na upande wa pili kunatirika mafuta ya kikuhani, na jengo linapanda kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Na yale mafuta yanatoka juu. Yale mafuta ni roho wa Mungu atokaye kwa Mungu. Ndio Bwana asema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana majeshi. Jina la Yesu libarikiwe. Yale mafuta yanatoka kwa Mungu, lakini yanapitia kwenye wana wa mafuta, yaani wale ambao Mungu amewapaka mafuta. Kupitia kwao kazi itafanyika, nyumba ya Bwana itajengwa, yaliyoharibiwa yatatengenezwa kupitia wana wa mafuta. Na mimi naomba wote wanaonisikiliza, hata kwenye platform, kwenye mitandao, wale ambao Mungu amewapaka mafuta, wachungaji wenzangu, manabii na mitume, simameni, kanisa la Bwana lijengwe katika jina la Yesu. Simameni, yale ambayo shetani ameyaharibu yatengenezwe tena, na yale yaliyobomolewa yajengwe tena katika jina la Yesu. Mungu atatafuta wana wa mafuta walio tayari kusimamia nyumba ya Bwana ijengwe, kanisa la Bwana lijengwe, palipobomoka pajengwe katika jina la Yesu, na patajengwa kwa jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, patajengwa kwa jina la Yesu, kwa sababu mafuta hayatakatika. Mafuta hayatakatika. Mafuta yatakuwepo nyakati zote, na taa zile zitawaka nyakati zote. Jina la Yesu libarikiwe. Na hizo 7 ni macho ya Bwana yanayotembea duniani kote, huku na huku. Tusimame. Haleluya. Pointi ni kwamba pokea kama wito. Mungu alichokana kiongea kwa Zerubabeli, anakiambia hii ni wito. Sio swala kutafuta mafundi, sio swala tu la kukusanya pesa tukajenge, ni swala linahitaji upako. Jina la Yesu libarikiwe. Pesa zitakuja kwa upako. Akamwambia dunia yote imejazwa na vitu vyangu, fedha na dhahabu ni mali yangu. Fedha itakuja kwa upako. Wanatakiwa wana wa mafuta wasimame na wakamate timasi. Fedha zitakuja kwa upako. Haleluya, haleluya. Wakaijenga nyumba. Ile nyumba ilikuja kupendeza. Ile nyumba ilitengenezwa. Ile nyumba ndio ilikuwepo Yesu alipokuja duniani. Walipojenga kina Zerubabeli, walipokomea, baadaye Mungu alimuinua mtawala mmoja wa Israeli wa wakati alikuwa anaitwa Herode Mkuu. Herode Mkuu, kati ya mambo alifanya kwa uhodari na aliwekeza nguvu nyingi, ni kulinakishisha lile hekalu. Hekalu wakati wa Herode, ambao ndio wakati Yesu pia aliokuja katika miaka hiyo, hekalu lilikuwa zuri mno kuliko lile la Sulemani. Herode the Great alilitengeneza lile hekalu. Walijenga kina Zerubabeli, na Herode alikaja kalikuta, alilitengeneza. Ilikuwa hekalu zuri zuri. Wanafunzi wakamwonyesha Yesu, angalia majengo ya hekalu yalivyo mazuri. Haleluya. Angalia hekalu linavyopendeza. Angalia majengo ya hekalu yalivyo vya kuvutia. Wanafunzi wanamwambia Yesu. Yesu akawaambia, katika yote haya mnayoyaona halitasaliwa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Baadaye alikuja kubomoshwa tena na Mrumi. Baadaye Yesu ameshaenda mbinguni. Wakati Mrumi analibomoa tena, Yesu alikuwa amesharudi mbinguni. Lakini kipindi Yesu yupo, ilikuwa ni hekalu zuri zuri zuri, linalipita kwa mbali lile aliojenga Sulemani. Kama alivyosema ya kwamba utukufu wa mwisho wa hii nyumba utakuwa mkubwa kuliko ule utukufu wa kwanza mnaojua.
litakuwa tukufu, litakuwa na utukufu mkubwa. Kwa hiyo msiogope, kanisa litakuja kuwa zuri. Leo tunalia, kuna mambo mengi yameharibika, kuna mambo mengi yamebomoka, lakini natabiri kwa jina la Bwana Yesu, kanisa narudi mahali pake sasa. Kanisa narudia nguvu zake, kanisa narudia nguvu zake, narudia uweza wake, narudia maadili yake, narudia usawi wake, narudia ushuhuda wake, narudi katika uweza wake ambao Mungu alilipa kanisa, na shetani hatacheza tena na kanisa katika jina la Yesu. Utukufu wa kanisa unakwenda kuwa mkubwa kuliko ilivyowahi kutokea, maana wakati huu Yesu anaandaa kanisa kwa unyakuo. Kanisa dhaifu halitanyakuliwa, kama maandiko yasemavyo, kilicho kinyonge hakitaingia. Na kwa sababu Yesu atanyakua kanisa, yuko kwenye kampeni ya kutengeneza kanisa tukufu, kanisa lenye nguvu, kanisa ambalo linakwenda kunyakuliwa. Litakuwa si kanisa dhaifu, kanisa lenye nguvu sana, kanisa tukufu linakwenda kunyakuliwa, halitakuwa dhaifu. Usione leo kanisa ni dhaifu ukadhani kanisa limeisha. Kanisa lipo, kanisa lipo. Kwa sababu Yesu hatanyakua kanisa dhaifu, kinyonge hakitaingia. Anatengeneza hicho kinyonge, kitakuja kuwa na nguvu, mtashangaa. Na kikisha kuwa na nguvu, Yesu atakuja kunyakua kanisa tukufu. Bibi harusi wa Kristo atakuwa amepambwa kweli kweli. Atakuwa ni bibi harusi amepambwa kweli kweli kwa mafuta na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Na mikono yako uweponi mwa Bwana, tumwambie Bwana, asante kwa wito huu. Sasa hatuogopi mambo madogo, hatutishwi na milima. Umesema milima itakuwa nchi tambarare. Hatuogopi na kutokuwa na fedha, kwa sababu yote yanayotamaniwa na mataifa yatakuja. Hatuogopi kukosekana kwa upako. Mifereji hii ulioisema inaachiliwa kwa jina la Yesu. Mifereji achiliayo mafuta pasipo kukatika inaachiliwa. Ninaomba tunapoomba jioni ya leo, uombe mwambie Mungu apate kuhakikisha kulifanya kanisa lisikaukiwe mafuta ya Roho Mtakatifu, lisikaukiwe nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu atengeneze kanisa kwa namna ambayo hata ambaye hajui Roho Mtakatifu, ule moto utamgusa, ule moto utamwambukiza, utamkuta mahali alipo, utamwambukiza, kama ilivyotokea katika nyakati za kwanza. Wakati moto unawaka, watu walikuwa naambukizwa, watu wanaokoka huko, wanajazwa Roho Mtakatifu pamoja, wanatembea barabarani, wananena kwa lugha, kwa sababu moto sasa unaambukiza, mafuta hayakatiki. Tunaingia kwenye msimu ambapo kanisa niingia mahali ambapo litakutana na mwachiro wa mafuta ambayo hayakatiki na hakuna nguvu inaweza kuyakata. Hebu anza kuingia kwenye maombi, mwite Bwana, zombe zile nyakati, omba ule machirio, omba ule machirio, omba vile vipindi vya mafuta sio katika, vile vipindi vya nguvu ambazo hazikomi katika jina la Yesu. Maana Kristo anaandaa kanisa ambalo litanyakuliwa, lenye nguvu, lenye uweza. Hatutaogopa milima, kwa sababu milima itafanywa kwa nchi tambarare katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ya mashakarabosiki ya matarabo koria bagasaka ya taramondo ya bazandaraboshaka ya pakaramondo ya bazandaraboshiki ya taramondo ya bazandaraboshiki ya mendaraboko ya bagateka sike ya mondo ya bababa ya pakarando ya bazandaraboshiki ya mandaraboko ya bagateka shiki ya mandarabondo ya bazandaraboshaka ya mandaraboko ya bagateka shika ya bogoseke ya tarando ya bazandaraboshiki ya mandaraboko ya bagateka sheke ya mashako ya bagateka sheke ya pakari ya ndaraboseka ya bokori ya ba ya mandaraboko ya bagateka sheke ya ndari ya bokori ya bagaseta rabosaka ya mashaka ya ndari ya boseke ya pakaramondo ya bazandaraboseke ya mashako ya bakari ya bogoseke ya tarando ya bazandarabosaka ya mandaraboko ya bagaseta reboseke ya pakari ya ndaraboseke ya mandaraboko ya bagateka seke ya mandaraboko ya bagateka seke ya tarando ya bazandaraboshaka
ya mandaraboke ya bagateka seke ya pakaramundo ya bazandaraboshaka ya pakariando ya bazandarabosaka ya pakariando ya bazandarabosheke, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunazendea zile nyakati ulizozitabiri kwa vinywa vya manabii ya kwamba utukufu wa nyumba yako wa mwisho utakuwa ni mkubwa kuliko wa kwanza. Tunazendea nyakati hizo, tunaziita nyakati hizo zile nyakati za utukufu mkubwa, utukufu mkubwa kuliko wa kwanza. Leo tunazendea, leo tunaziita, leo tunaziomba zitimie sasa katika jina la Yesu. Ile miaka ya mafuta yanayotiririka na kumiminika bila kukatika, ile miaka ambayo wana wa mafuta wanatoa mafuta nyakati zote, wana wa mafuta hawakaukiwi mafuta, katika jina la Yesu. Yaomba Mungu Bwana ukapate kuziachilia zile nyakati ambazo wana wa mafuta hawakaukiwi. Wana wa mafuta yao hayakauki tena, wanaachilia mafuta na mafuta yanawaka nyumbani mwako katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ramashaka yaboseke yamashaka raboko yabagateka seke yamashaka ramundo yabazanda yamashaka raboko yabagaseka yamashaka yabagateka seke yamandaraboko yabagateka seke yamandaraboko yabagateka seke yamandaraboko yabagateka seke yandaraboko yabagateka seka yamasheko yabagateka seterebosaka yameshako yabagateka seka yamundo yabazanda yamashando yabazanda yamashando yabazanda raboseke yimoshepoko yabagateka seke yamandaraboko yabagateka seke yamandaraboko yabagateka seke yamandaraboko yabagateka seke